sisi wa Gojosoni. Hebu tuende katika episodi ya kwanza tu kwenda kupata mwongozo wa burudani bomba zaidi. Hii hapa inakwenda kwa jina la Moon River. Hebu tuende sambamba. Wow. Hizi mambo analia lakini huwa zinawasumbua sana. Hii hapa mwongozo wa picha moja bomba zaidi hapa inakwenda kwa jina la Moon River. Na saundi ni ya Falu DJ kutoka GC Production kitengo. Sasa niko na story bomba zaidi. Wasema kuna bibi ambaye alizaliwa akiwa princess tu, lakini sasa kutokana na mapinduzi kutoka katika makabila matano ambayo alihitaji kumdesthrone babake katika kitengo, yani kiti cha ufalme, ilimfanya binti ajikute anaingia katika masuala ya kijeshi ili kuja kusimama kwa ajili ya kutetea ufalme wa babake. Lakini sasa kazi ilikuwa ndogo zaidi. Kumbuka yeye alikuwa ni binti, alafu alikuwa anapambana na majenerali ambao kwa sasa walikuwa tayari wana nguvu kubwa sana. Na hata hivyo walikuja kumtoa kimabavu zaidi babake katika kiti, wakiwa wanahitaji kucontrol kila kitu na kuweza kutengeneza mwongozo wa makabila takriban matano ambayo yatajitegemea. Basi tuende katika episode ya kwanza tu kwenda kujua nini ambacho kitajiri katika mzigo bomba sana hapa. Wasema Moon Lovers na The Chosen ndo nazidi kutarabindadi kusababisha mambo ikae sawa zaidi. Hebu tuende katika episode ya kwanza tu kupata mwongozo wa jaramba zaidi. Hizi picha kuna namna ya kuziweka. Basi picha inaanza, tunamwona binti mmoja mrembo malizawa zaidi akiwa anaelekea katika eneo la vita ikiwa imepamba moto zaidi. Binti alikuwa ananuka kiwango. Alifika na kutuliza tu kile kizaazaa ambacho kilikuwa kinaendelea katika eneo la vita. Lakini pia upande wa pili kuna kijana tunamwona akiwa naye anapambana sana. Kumbuka sasa tumeanzia mbele kidogo, kwa usipate wasiwasi, usipate mashaka yote. Hizi picha kuna namna ambavyo tunaziongozaga wajuba. Binti alikuwa anaita Dali, ina maana mtu huyu anamfahamu. Anasema Dali, mwamba aliweza kufa akiwa ameshikilia kidani tu. Anasema Gajin, na haidi ndakumbuka kwa muda mrefu sana. Basi binti aliweza kufika katika mwili wa mtu ambaye kwa sasa inasemekana hali yake sio nzuri zaidi. Anaitwa Dali. Anasema juu ya ufalme wangu, juu ya kila kitu ambacho ni kama himaya ya Guyeo, nilikuwa tayari kwa ajili ya kupambania. Basi tunarudi nyuma kidogo kujua nini ambacho kilitokea miaka mingi sana kabla ya hapa ambapo tulianzia. Wanasema ilikuwa ni Guyeo sehemu moja ambayo inaitwa Pyogang. Na hapa kiongozi ambaye alikuwa anatawala mfalme wa tatu wa Joseon ambaye aliyefahamika kwa jina la Pyongyang. Kwa sasa wanajeshi walikuwa wakionyesha mazoezi nje ya jumba lake kuzilisha ya kwamba kwa sasa wamechoka na utawala wake. Hata hivyo waliweza kumpelekea ujumbe mfalme ambao kwa sasa walikuwa wanahitaji aweze kupumzika. Huu ni mfalme wa 25 wa Joseon ya miaka hiyo. Anasema ni juu ya makabila matano ambayo kwa sasa yanahitaji uweze kukaa pembeni. Anasema ina maana mmekuja hapa mkiwa mnahitaji kuniondoa katika kiti changu, na kwa nini mnafanya yote haya? Basi aliinuka jenerali mmoja mkubwa sana. Anasema ni mtu ambaye hujui hata historia ya vita. Umekaaga tu kwenye vita kwenye kiti pasipo kuelewa nini ambacho kinaendelea. Lakini kwa sasa wanajeshi wanahitaji kuongozwa na mtu ambaye wanaamini atakuwa sahihi kwa upande wake. Basi ile kauli ilimkwaza sana mfalme. Lakini nje sasa kuna mjomba ambaye anaonekana analetewa majibu. Huyu anaitwa Commander Gyeol ambaye anaitwa Sang Cheol, anatokea kwenye kabila la Gyeol. Basi ilikuwa ni wakati wa mapinduzi ya kimya kimya tu. Sasa mfalme ilibidi achambe kwa kidogo, na hapa alikuwa anateta na mke wake juu ya kile ambacho kinatokea. Hata hivyo binti yao ambaye alikuwa ni mdogo sana prinsi aliweza kusikia kila kitu ambacho kinazungumziwa, na alidai kwamba atamleta panya wa kweli ambaye anavujisha taarifa kutoka kwa babake kupeleka kwa general. Alikuwa ni concubine ambaye ni royal consort, akiwa ni mke wa pili kwa upande wa mfalme. Sasa ana muunganiko mkubwa sana na ujenerali, na hapa kuna taarifa ambazo ameenda kumpatia. Lakini binti alisikia kila kitu ambacho kilikuwa kinazungumziwa katika ile eneo. Anasema ni lazima nifikie malengo yangu kwa namna yote. Anasema chukua hii talisman ambayo itakusaidia wewe kuweza kufikia ndoto ambayo unahitaji. Basi binti akiwa anatoka kwenye chemba, kuna mtu ni kama alionana naye. Anyway, tukaweza kujua nani mtole. Basi binti baada ya kurejea katika chemba
ambayo anapatikana mama yake na kijakazi wao, aliweza kuhitaji kuongea vitu vingi sana. Lakini nje binti ajikuta ameanza kupiga tizi. Lakini sasa ndo tunapata kumbukumbu ya mtu ambaye alikutana na binti. Alikuwa ni General ambaye anaitwa Master Gong. Anasema kwa sasa anahitaji kupambana na kujiweka ngangari kwa ajili ya kulinda heshima ya babangu, kwa sababu tayari kuna watu wanahitaji kuchukua kiti ambacho anakimiliki babangu. Basi siku ambayo inafuata, mama alikuwa anahitaji kutoka kuelekea sehemu moja, ikiwa ni kama sehemu ya patrol. Lakini kulikuwa kuna jambo kubwa sana ambalo limejificha nyuma ya msafara. Basi mama alikuwa anahitaji kutoka kuelekea sehemu moja katika kabila ambalo kwa sasa linaonekana halina upingamizi na hawa ambao wanapinga. Anasema mke wake hatimaye ameweza kuondoka. Anaenda kule Suno ambako huku ni kwenye boda zinazolindwa na mkali ambaye anafahamika kwa jina la One. Huyu ndo Zerida ambaye analindaga mipaka ya ile eneo. Anaitwa Oni Aipo. Basi huku watu walikuwa wanaendelea na majukumu yao ya kujiweka sawa zaidi. Lakini sasa kuna mama anasema kuna taarifa muhimu. Basi kuna vijana wawili ambao walikuwa wanapiga upanga huku juu, wakipiga matizi zaidi kujiweka sawa zaidi. Lakini sasa aliweza kufika General mzee mzima mwamba huyu. Anasema kuna wakati wanatakiwa ujue namna ya kuweza kusaidia tu watu wengine. Basi kwa sababu madogo alikuwa anahitaji mazoezi, hivyo aliweza kuhitaji waoneshe mfano wa kile ambacho wanakifanya kama wakijiunga kama wanajeshi ambao watakuwa wanahitaji kulitetea jeshi. Sasa Charlie ilibidi amvute babake na aweze kumpandisha juu. Anamwambia fanya kadri uwezavyo kwa sababu maisha ya mwanaume yapo katika mikono yake. Lakini sasa Charlie alikuwa anaomba tu. Mzee anamwambia vuta. Dogo akafeli, mzee akajump akatoa chini kimangoto zaidi. Ndio dogo bado sana. Hizi kazi ni kwamba kwa sasa haziwezi. Kumbuka tumerudi nyuma kidogo kujua nini ambacho kisababisha binti aweze kulaumu kwa kile ambacho kinaonekana ni kifo cha kijana huyo. Basi baadaye baada ule panga ukatika, mzee alimchukua Charlie na kumleta katika eneo la hazina ya familia. Anasema kwa baadaye ndakwambia tu pindi ambapo utakuwa umekamilika kwa ajili ya kuweza kupambana kwa hatari ambazo zitakuwa ziko mbele yako. Lakini kwa sasa sioni kama ni muda sahihi. Salamu akiwa kwa mpata taarifa ya kwamba Queen ameweza kuja. Mtu huyo alipata mshtuko sana. Lakini pia upande wa pili, mama akiwa anateta na mtoto. Mtoto anambia mama anahitaji mtu ambaye anaweza akamzuia Gochuga. Anasema kuna mtu mmoja ambaye ni Monke ambaye toka zamani alikuwa na uwezo mkubwa sana wa kuweza kumdefeat mtu huyo. Lakini kwa sasa ameamua kuwa Monke na mtu ambaye anaishi maisha yake. Basi mjomba ni huyu hapa. Moja kwa moja alfajiri mwanamama aliweza kufika tu. Lakini sasa kuna kumbukumbu ambayo tunapatia ya huyo mtu ambaye kwa sasa inasemekana ni Monke. Mwanzo alikuwa gani mwanajeshi, lakini kuna kizaazaa kizito zaidi ambacho kilijifichaga. Huyu Monke kuna jambo ambalo litendaga likamfanya ajitenge kabisa mbali na ufalme. Hiyo hapo katika episode ya kwanza tu. Chuma inakwenda kwa jina la Moon Livers. Lakini sound ni ya Mgoja Sony. Tuzidi kusonga ili kupata burudani bomba zaidi. Usikose katika episode ya pili tu kwa Tala Bintibu, mambo yatazidi kuweka sawa zaidi. Au sio? Hebu tuende katika episode ya pili tu. Lakini kwa 0686414059 popote pale ndani na nje ya Tanzania utaweza kutupata kirahisi zaidi. Let's say ciao. 감사합니다. 제가 왜 정치노름 따위 관심 없네. 예. Okay. Hatimaye tukiwa bomba tukiwa sawa zaidi. Tukiwa tunaelekea kipande cha pili katika episode ya kwanza tu mzigo bomba sana hapa. Ambao unakwenda kwa jina la Moon Livers. Na sound ni ya Mgoja Sony ni DJ. Inatoka SDC Production kitengo pale. Lakini sasa kuna marekebisho kidogo ambayo tunahitaji kuweka sawa zaidi. Hii hapa picha kwa sasa itakuwa inatoka ikiwa na dakika nyingi kidogo kutokana na namna ambayo mashabiki wameweza kuiomba. Tutajitahidi picha kila episode yake itakuwa inatoka na dakika takriban 20. Tutafanya hivyo kadri tuwezavyo ili burudani isije katupita. Hii hapa Moon Lovers kutoka kitengo pale online is
na the chosen one by the name tofauti ndo nazidi kusababisha Tara binti Bu. Sasa ungana na sisi tu upate habari ya mzigo bomba sana hapa. Hii inapigwa kijanja zaidi. Basi hatimaye tukiwa bomba tukiwa sawa zaidi. Tuko na picha bomba zaidi hapa. Inakwenda kwa jina Moon Livers. Na sondi ni mgojosoni baba tunazidi kusababisha Tara binti Bu. Sasa tunaonga pale ambapo tulishia kujua hatima the king baada ya kuhisi Malkia kuna sehemu ambayo ameenda, lakini pia ilikuwa na historia ya machungu sana kwa mfalme kwa sababu kuna kizaazani kama nyuma kiliwahi kutokea. Sasa hebu tuunganisha hapa. Okay. Basi wasema mtaalamu baada ya kufanya yote kwa sasa alikuwa anahitaji kuachana na hizi shughuli. Njia ambayo amechagua ni kuwa monkey. Lakini mtu huyo alikuwa anamshangaa sana mke wa mfalme. Hata hivyo baadaye concubine consolanti aambia unajua kila ambacho kilitokea kwamba huyo mtoto huenda akawa sio wako. Hivyo kwa saizi unajua kumla kufanya vitu sahihi zaidi. Lakini uvumi pia unasikika kwamba mke wa mfalme ameelekea Yuban, sehemu ambayo inaonekana kuna kitu ambacho kilitokea miaka mingi sana nyuma. Sehemu inaitwa Yubarans. Basi mama hilo eneo alikuwa amepita tu. Yeye alikuwa anaelekea katika kabila lingine la mtaalamu Suno Mwambano. Basi baada ya kupata taarifa kwamba anahitajika kukutana na Malkia, mtaalamu aliweza kukutana tu. Lakini pia binti alifurahi sana. Haijaibu kushika jambia la Mnyaturu. Akamwambia kwa sasa hujawa na nguvu ya kuweza kukamatia mzigo hapa. Kwa hiyo tulia, ukikuwa utajua tu. Rasmi mimi ndo mtu ambaye anakuja katika maisha ya baadaye kuja kucontrol na kuongoza kila kitu katika mji wa Guye. 공주. Basi princess alikuwa anaamini yeye ndo mtu sahihi ambaye kwa sasa anaweza kaja kuliongoza taifa la babake. Lakini sasa wakiwa juu anateta kidogo. 맞아 봤는데. Rasmi nilimsikia Consulate Kang akiwa anateta na general mkubwa ya kwamba watafanya patrol juu ya msafara ambao tumeuongoza huku. Anasema kwa nini kuniambia juu ya hicho kitu? Ina maana sasa kuna shida ambayo inakuja. Hivyo binti aliweza kuamliwa aondoke na huyu kijana mdogo sana. Anasema jina lako nani? Anasema mimi naitwa Dali. Sasa kama unataka kuniambia jina lako sio biashara yangu. Basi unaambia tarumbeta linalia kuonesha kuna shida inakuja. Anasema huo ni Guo ni Pyo ndo ambaye anakuja na majeshi yake. Anasema basi nahitaji kukurejesha palace haraka sana. Lakini Wanyaturu walikuwa wameshaingia tu kwa kazi moja ya kuja kumchambua bwana mdogo hapa. Sasa upande wa pili mtaalamu anahitaji kumtolowesha yule binti ambaye inasemekana kwa miaka baadaye atakuja kuwa princess. 군사를 거두어라. Anasema nini ambacho kimekuleta hapa? Anasema mimi nimekuja kwa sheria ya mfalme na oda yake ni kwamba lazima niweze kuyachukua maisha yako. Sasa mama anashangaa. Mtaalamu akazuia. Lakini sasa akaona kicheza hapa mambo inaweza ikawa shida. Hivyo alianza kupambana na watu ambao kwa sasa walikuwa wanayataka maisha ya Malkia. Malkia naye kuaba zaidi. Kwa kilikuwa ni kizaza. Lakini mtaalamu general mwenye roho mbaya zaidi aliweka mshale katika upinde kisha akamchapa na Malkia. Anasema hata kama ndapoteza leo, lakini kumbuka hii Guye haitakuja kuwa yako. Yani Google haitakuja kuwa yako general. Sasa general inabidi atubu na kukili tu kwa kile ambacho kimeweza kutokea. Lakini sasa upande wa pili kwa Charlie, anasema unatakiwa hakisha unapanda huko juu kwa sababu wewe ndo mtu pekee ambaye unaweza kuwa umesalia. Sasa bwana mdogo jukumu lake ni kuhakikisha binti mdogo ambaye ni princess wa baadaye anafikia malengo ya kupanda juu kabisa kilele ili aweze kutengeneza nafasi ya kufika katika tempo. Lakini bwana mdogo kwa upande wake aliweza kudondoka katika maji. Hata hivyo hakuweza kupata madhara sana. Sasa binti anaenda sehemu ambayo inaitwa Warrior Gang. Huko ndo anapatikana yule monkey ambaye anamuita Warrior Gang. Binti anashangaa na huko ambako ategemea kupata msaada tayari kumevamiwa. Na cha ajabu zaidi ni kwamba mzee wake ndo analeta kizaazaa. Yani ana machungu na gazabu na huyu monke kwa sababu uvumi unaonesha ya kwamba katika maisha ya nyuma huyu monke aliwahi kuwa na mahusiano na mamake na binti. Trump baada akagua aliona huko ni kama hamna kitu chochote tu. Basi baadaye binti
aliweza kupatiwa matibabu zaidi, lakini ilipita miaka mingi sana na wakati ulisonga sana. Wasi wa miaka 8 baadaye, binti kwa sasa anafahamika kwa jina Gajin. Yuko na kikosi kimoja maalum sana. Wanaingia katika eneo moja hivi ambapo ni pa kiongozi mkubwa sana wa kifalme. Mtu yule anahitaji kutoa kile ambacho kinasemekana ni kwamba ni madhara aliyoleta miaka mingi zaidi. Wakiwa takriban mtu 4 tu ambao wamevaa black, yani kama ma black ninjas, wameingia kuchukua maisha ya mtu. Anasema nani ambao unahitaji kuondoa loyalty ya Goguryeo. Anasema wewe unachohitaji kupata damu yake. Lakini sasa mtu ni kwamba kwa sasa mke wake alikuwa ametoka kujifungua. Bibi aliweza kumwacha salama. Lakini sasa miongoni mwa watu ambao wanafanya nao kazi aliweza kumaliza mtule. Hii ilimkela sana bibi. Lakini yeye alichosema anafuata oda tu kutoka kwa chief. Basi baada ya muda kupita kidogo, binti anashtuka, lakini kwa sasa ni kwamba kuna njozi ambazo zinamsumbua sana katika akili yake. Na ni mtu ambaye alikuwa anampatia matibabu tu. Anamwambia naweza nikatafuta njia nyingine ya kuweza kuishi maisha yangu tofauti na hii ambayo naishi. Basi moja kwa moja binti anaenda kwa kiongozi wa Choegon. Anasema mimi ninachohitaji kwa wakati huu niweze kuishi maisha ya amani na furaha tu, na nahitaji kufanya kazi ambayo itanitengenezea muunganiko na babangu wa kuuza chumvi. Anasema sijajua kwa nini umefikia wakati huo ambao unafikiria kwa sasa, lakini sasa nakupa oda yangu ya mwisho. Hii itakuwa ni oda ya mwisho, na endapo utakamilisha misheni yako ya mwisho, basi kila kitu kitaenda kadi utakavyo. Anasema nahitaji ukamwangamize the king of Goguryeo, yani akamue mfalme. Sasa binti akiwa anatoka kule, aliweza kupita katika kipoli kimoja. Hapa kulikuwa na mitego ya kutosha zaidi, lakini binti alikuwa kwa fiti zaidi, aliweza kukabiliana na mitego hii. Moja ukamvuta kumpeleka juu zaidi. Sasa kuna watu wanakuja upande wa pili, wanasema hakika tumempata. Lakini kabla hajapata kitoweo, kuna chali mmoja anaingilia hapa. Anasema kwa nini mnawafanyia wanyama hivyo? Hiyo siwezi kubaliana nayo. Sasa kalikuwa ni kamzozo kati ya chali na wajomba. Lakini baadaye binti aliingia kutoa msaada kumsaidia mtu. Chali anashangaa tu. Amepatia msaada wakati anajiweza. Alihitaji kumwangalia mtu ambaye ampatia msaada kwa siku ya leo. Lakini alisema nakujua wewe. Hili mshtua sana binti kwa mara ya kwanza kukutana na mtu ambaye anasema anamjua. Sasa nini ambacho kinajili katika episode safi ya pili ya mzigo bomba sana hapa ambao unakwenda kwa jina la Moon Lovers kutoka DC Production kitengo pale, na baba ndo ndo anasababisha. Kwa hiyo usipate moto usipate wekede. Watu wanasonga kitaalamu zaidi, na hii hapa ni katika mikono salama zaidi. Let's say ciao kamsamida. Tukutane katika episode safi inayofuata ili kuendelea kuenjoy jalamba bomba zaidi. Lakini pia kwa 0686414059 njoo hapo WhatsApp tutete kidogo ili kuweka mambo sawa zaidi. Wow. 그래서